hii dunia kwa sababu ya ajali. Ilikuwa ni mpango wa Mungu, na Mungu alipanga vizuri ya kwamba amekuleta katika hii dunia kwa sababu ya kusudi fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka kwamba alimwambia Yeremia, hata kabla haujaupika katika tumbo ya mama yako nalikujua. Haleluya. Kwa hivyo ningetaka niambie mmoja wetu siku ya leo, hata kabla haujaupika katika tumbo ya mama yako, Mungu alikuwa amekujua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote ako katika hii dunia, yuko katika dunia kwa sababu ya kusudi fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kusudi fulani lililofanya nizaliwe katika boma yetu. Haleluya. Kuna kusudi fulani iliyofanya wewe uzaliwe katika hiyo boma yenu. Haleluya. Kuna wajibu, kuna lile Bwana angeweza kutaka uweze kutimiza, na ndio sababu wewe ukazaliwa katika hiyo boma, kwa sababu kuna sababu fulani ambayo inafaa uweze kutimiza. Ningetaka nisome Yeremia 1. Tasoma mstari wa 4. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto anaitwa Kamau, alikuwa Mungu amekujua. Haleluya. Hata kabla haujachukuliwa mama hajapata mimba ya mtoto, Mungu alikuwa amejua ya kwamba kuna mtoto fulani atakayezaliwa. Haleluya. Kabla hujazaliwa mimi nilikuweka wakfu, nilikuteua uwe nabii kwa mataifa. Haleluya. Hata kabla haujazaliwa Mungu pia alikuwa amekuweka wakfu. Haleluya. Mungu alijua ya kwamba wewe utaweza kukuja na utakuja katika hili kanisa kwa sababu kuna kazi fulani, na alikuweka wakfu hata kabla haujatoka katika tumbo ya mama yako. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema tuelewe ya kwamba kuna wajibu wangu, kuna kazi yangu, kuna lile Mungu ameniitia, kuna kusudi la Mungu mimi ambao nikuwe mahala hapa kwa sababu kuna kile angetaka niweze kutimiza. Haleluya. Wewe kutoka mahali ulitoka, Mungu alikuleta hapa akiwa na kusudi, na alijua ya kwamba kusudi lake katika maisha yako litaweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kufuatilia kusudi la Bwana katika maishani mwako. Ni vyema kufuatilia kile kilichofanya Mungu akulete katika hiyo jamii. Haleluya. Ni vyema kufuatilia kile kilichofanya Mungu akuweke katika hiyo biashara. Ni vyema kufuatilia kile kilichofanya Mungu akuweke katika huu mji. Haleluya. Hata kuwekwa katika mji umewekwa kwa kusudi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali langu ni hili: kwa nini hatujatimiza kusudi la Mungu katika maishani mwetu? Haleluya. Kumbuka kwamba mawazo ya Bwana ni mazuri. Haleluya. Mawazo ya Bwana kwa kila mmoja wetu ni mazuri, na alipanga vizuri, na alikusudia vizuri, na aliplani vizuri ya kwamba mambo yako yataweza kutimia kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mipango ya Mungu katika maisha yetu ni mizuri, na ni kwamba maisha yetu ya baadaye yatakuja kutimia. Haleluya. Lakini sasa ni nini iliendelea ya kwamba hatutaweza kufika? Haleluya. Kuna mambo fulani ambayo yanaendelea, ambayo yametuzuilia tusiweze kufika katika hatima zetu. Haleluya. Na hata kama umefika
niko na hakika katika nyumba yenu kuna mmoja ambaye hajafika. Haleluya! Na kama wewe umefika, pia kuna jirani ambaye hajaweza kufika katika hatima. Haleluya! Jambo la kwanza ni kwamba hatima zetu huibiwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Habia jirani ya kwamba hatima huwa zinaibiwa. Haleluya! Na sisi tunaona watu ambao ukiangalia katika maisha yao, hatima zao mwanzoni zilikuwa nzuri. Haleluya! Wapendwa, hakuna kitu kibaya kama wakati hatima imeibiwa. Haleluya! Na niko na hakika, bila shaka najua ya kwamba kuna hatima labda si yako imeibiwa, lakini ni ya jirani yako imeibiwa, labda yako haijaibiwa, lakini kuna hatima ya ndugu yako ambayo imeibiwa. Haleluya! Kwani wapendwa, ni mapenzi ya Mungu watoto wetu wapotelee kwa pombe? Ni mapenzi ya Mungu? Sio mapenzi ya Mungu, lakini ni hatima iliibiwa. Haleluya! Lakini mchana wa leo tunataka kutangaza ya kwamba hatima zilizoibiwa zote zitarejea. Hatima za watu wetu zilizoibiwa zote zitarejea katika jina takatifu la Yesu. Haleluya! Sio mapenzi ya Mungu wapendwa, ya kwamba watu wetu wakose kufika mahala ambapo Mungu amekusudia wafike. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu waweze kufika, lakini waweza kuibiwa. Haleluya! Unajua shetani ako na strategy nyingi za kuharibu destiny zetu. Haleluya! Na wacha nikwambie, najua labda yako haijaibiwa, lakini hata kabla haijaibiwa wewe bado uko katika hatari. Haleluya! Wacha nikuulize swali moja. Huyu mwimbaji aliimba akasema, ati mwathani nikavogera thimo wa nyumba itu. Haleluya! Mwathani nikavogera thimo wa nyumba itu. Nigetha kile inaendelea je? Si tunajua Amen. Haleluya. Wewe unadhani aliimba hivyo kwa nini? Kwa sababu kila Mungu amekupea, na ile talanta Mungu amekupea inaweza ikakufanya ukaweza kusonga mbele na ukaweza kuwasaidia wengine. Lakini kama yako imeibiwa, ujue ndugu yako atakuwa mzigo kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kwamba kama wewe katika nyumba yenu wewe tu ndiye umebarikiwa, hauna raha. Haleluya. Kwa sababu mambo yote itakuwa ni wewe, lakini si Mungu na atusaidie hatima za watu wetu ambazo ziliibiwa tuweze kusikrem. Tuambie Mungu, rejesha hatima za watu wetu, rejesha ndoa za watoto wetu, rejesha hatima za jamii zetu. Haleluya. Kwa sababu wakati hatima ya moja wenu imeibiwa, hata wewe hautakuwa na nafasi nzuri ya kufurahia, kwa sababu itakuwa kila siku ni wewe unapigiwa simu. Haleluya. Wewe mwimbaji alikuwa ananifurahisha, anasema ati wadharani todharaga. Haleluya. Lakini uacha tu kashida katokea hivi, ukaoneka grupu za WhatsApp. Haleluya. Tunaoneka grupu za WhatsApp ndio leo kwega. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunatengeneza group za WhatsApp kwa vile mambo yako mazuri. Si tunatengenezaga hizo group ndio mambo tuweze kupata watu wa kutusaidia, tuweze kusonga mbele. Haleluya. Si Mungu na atusaidie. Si Mungu na afungue hatima za watu wetu. Si Mungu na afungue hatima za vijana wetu. Si Mungu afungue hatima za ndugu zetu. Si Mungu na afungue hatima za wazazi wetu. Si Mungu na afungue hatima za bwana zetu. Si Mungu na afungue hatima za kanisa hii. Mungu, fungua siku ya leo, fungua hatima
hili. Ulisema ya kwamba tutakuwa, wacha sisi tukue. Kila ulitangaza ya kwamba tutakuwa, watangaza ya kwamba tutakuwa. Kila ulitangaza ya kwamba watoto wetu watakue, watangaza watakuwa, watangaza watakuwa, watangaza watakuwa. Wapendwa, sio mapenzi ya Mungu. Inafika mahali vijana wanalelewa katika kanisa, haleluya, lakini inafika kiwango vijana wanatoweka katika ibada, haleluya. Sio mapenzi ya Mungu. Situambia Mungu na arejeshe wale ambao hawakuweza kufika, ama wale hawakuchi katika kanisa. Tuambie Mungu arejeshe, Mungu rejesha walio madhabahu haya, Bwana warejeshe bahala popote walipo. Twawaitisha siku ya leo, kwa sababu ewe ni mwaminifu na ewe ni mweza yote. Hakuna jambo usiloliweza, wewe unaweza. Amen. Haleluya. Unajua mtoto wa kijana ako na shida, na ako na shida nyingi. Haleluya. Leo asubuhi tukikuja, mwenye alikuwa kwa Kameme, nilisema ujumbe wangu yote amehubiri, kwa sababu nilisikia yote amehubiri. Lakini nikasema Mungu nisaidie, utanipea kile nitaweza kwenda kuongoza. Nikaanza na kiona matiko ya tiriri. Wewe kale hali yako filie, hali ngine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu najua ya kwamba watoto vijana hatima yao wengi wao imeshikwa. Haleluya. Na ni vyema kuombea watoto wa vijana. Hata kama wewe hamna mtoto wa kijana, ni vyema uombee pia mtoto wa jirani ambaye ni kijana. Haleluya. Jana nikasikia wimbo ingine inaitwa, na ni mzuri na kwa wale wanasikiaga, kwa sababu ilikuwa kwa gari. Unajua kwa gari huwezi sema zima hiyo, si ni kweli? Wimbo inasema ati koroma ubaule. Haleluya. Na ni vyema kuambia Mungu haya malango ambayo yaliwekwa ya kwamba kizazi kinakunywa pombe, hiki kikimaliza kingine kinakunywa. Haleluya. Si ni vyema kuambia Mungu haya malango hatutaki yashike watoto wetu. Haleluya. Hawa watoto nilio tunawalea wakiwa wadogo, haleluya, watafikisha miaka 15, miaka 16. Uone hata yeye anakuambia hiyo kanisa mimi sitaenda. Haleluya. Lakini si vyema kumwombea Mungu mahala popote atakapoenda. Neno la Mungu liko likimleta katika kanisa, si ni kweli? Kwa hivyo tunatangaza ya kwamba kuanzia leo na kuendelea, ya kwamba watoto wetu watakuwa katika kumwogopa Mungu, wataweza kukua katika neema ya neno la Mungu, hawataweza kupotoka katika imani. Haleluya. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu yeye ni muweza, na hakuna mwingine aliye kama yeye. Yeye ni Mungu wa thamani, yeye anaweza yote, hakuna jambo ambalo hawezi. Yeye ni Mungu mwaminifu, na ahadi zake ni kweli na amina. Kile alichoahidi katika maishani mwetu yeye ataweza kutimiza, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haleluya. Jambo lingine ambalo hatima hufanywa, hatima saa ingine huuawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna wale ambao wanaua destiny. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si umewahi kupata mtu kuona kwamba huyu mtu vile tunamuona, huyu vile anaendelea, huyu kumalizia kwake atakuwa mtu mkubwa. Haleluya. Lakini all of a sudden inafika kiwango unaona kwamba huyo mtu imefika mahali huyo mtu amepotoka, hata kama ni katika kufanya kazi ya Mungu amepotoka na ameenda na amekosekana. Haleluya. Ningetaka nisome neno moja katika kitabu cha Kutoka. Amen. Biblia inasema kwamba Kutoka 1, Exodus chapter 1
Haleluya. Exodus chapter 1 kuanzia 19 mpaka mstari wa 22. Inasema kwamba wao wakamjibu Farao, wanawake wa Waebrania si sawa na wanawake wa Misri, wao ni hodari. Kabla mkunga hajafika kwao, wao wameshikwa, wao wamekwisha jifungua. Haleluya. Basi Mungu akawajalia mema wakunga hao wa Wamisri, wa Waisraeli wakazidi kuongezeka na kuwa na nguvu sana, na kwa vile wakunga hao walimcha Mungu, Mungu akawajalia kupata jamaa zao wenyewe. Kisha Farao akawaamuru watu wake wote hivi: kila mtoto wa kiume atakayezaliwa kwa Waebrania mtupe mtoni Nili, lakini kila mtoto wa kike mwacheni aishi. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona pia hapa kuna strategy ya kwamba Farao aliweza kutumia, aliangalia akaona huu uzao umeendelea sana, umezidi sana. Haleluya. Unajua serikali iko na mbinu nyingi za kutumia. Sasa Farao na jeshi na serikali yake akaona kofia wa Misri wa Waisraeli wamezidi na wamezidi kuongezeka. Ukisoma hapo juu unapata ya kwamba kwanza walisema kwamba wapewe kazi ngumu. Haleluya. Lakini wakaona hata wakipewa kazi ngumu bado wanaendelea na wanazidi katika kuendelea. Haleluya. Na wanazidi katika kuongezeka. Naye akawaita wakunga, akawaambia ya kwamba hawa mtoto yote atakayezaliwa ambaye ni Mwibrania, mkimwona ni kijana, muweze kumuua na mumrushe katika Bifanaeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nao hawa wakunga wakajibu wakasema ya kwamba hawa wamama wa Ibrania wao hujifungua hata kabla hawajafikiwa na mkunga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simwambie Mungu ya kwamba atusaidie, afiche ndoto zetu siweze kutimia. Tuseme kwamba hakuna hata moja ambayo haitatimia. Hakuna jambo hata moja Mungu aliyokusudia katika maisha yetu ambayo haitaweza kutimia. Tutangaza hakuna hatima yetu itakayeuawa katika jina la Yesu. Tutangaze ya kwamba hatima zetu zitaweza kufikia. Tutakuwa kile Mungu alikusudia, kile Mungu alipanga tutakuwa, kile kilichokuwa kwa mawazo ya Mungu hata kabla hatujaumbika katika tumbo za mama yetu kitaweza kutimia, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haleluya. Amen. Na si Mungu pia atupee wakunga wazuri wa kufanya ndoto zetu zifike salama. Haleluya. Unajua, unaweza ukapatana na yule atakayefanya ndoto yako ifike salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo asubuhi tukikuja, kuna kitu mke wangu amesema, aliniacha kwa kazi, nikamwambia na ukimbie kwa sababu kuna mahali nataka kwenda. Naye mke wangu akaenda. Nikaona mtu amegonga karibu wanao. Nikaona huyu amekaa sana. Nikampigia simu akaniambia atakuja. Sasa wakati alikuja akicheka. Sasa nikamuuliza unacheka? Mama, mpaka umenichelewesha hapa. Akaniambia unajua kuna mama nimemkuta analia. Nikamuuliza analia kwa nini? Sasa nikaona kama ni mtu alikuwa analia, hata wewe huwezi ukamwacha, ni lazima umshughulikia. Nikamuuliza alikuwa analia kwa nini? Akaniambia mama ameenda hospitali, ni mjamzito. Na ile picha amepewa, ameambiwa huyu mtoto wako hawezi akasafiri.
Hapa ni 50-50, hawezi akasema hivyo. Sasa naye mke wangu alienda kumtia moyo, akamwambia hiyo kitu umeambiwa sio wewe wa kwanza, kuna wengine walipitia na walifaulu. Haleluya! Kwa hivyo Mungu atakusaidia. Mungu kwa njia zake atakufanya uweze kujifungua salama. Haleluya! Sasa nikaona hata kama dora kaonda kila kalete yuko mtu malaka ni mago wali doi family ile koda kwa mwana siso ubwage gidi igoro uroge akakibwa uroge kiona hali ni lazima niende chini. Tulimeona kile kitu anasema ni kama ilikuwa inafaa fanya hivyo. Sasa leo asubuhi tukikuja akaniambia mimi niko na mambo mengi sana ya kushukuru Mungu. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia nakumbuka yule mama nilikuwa nakwambia juzi amejifungulia engine. Wow. Mchana usiku wakienda hospitali. So mimi nikasikia ni jambo mzuri la kushukuru Bwana. Na nikasema kama angeenda mvunje moyo, amwambie kweli hapa hii ripoti hii. Noka yokire. Eko ile jambo ya tiriri. Hakawa horoka hadi horoka shiale hai. Eti kama mwania fio. Lakini alipea tumaini na amejifungua salama. Na tukasikia kwamba hiyo ni jambo pia la kumshukuru Bwana na kumwinua kwa sababu yeye ni mwaminifu. Neno linazidi na kusema ya kwamba wale vijana wa Ibrania walizidi na kuongezeka kwa sababu wale wakunga walikuwa wanapatana na wamama wa Ibrania. Biblia inasema kwamba wamama walikuwa wanajifungua mapema. Haleluya! Kwa hivyo nami ningekuwa ni ombi langu, niambia Mungu ya kwamba si utusaidie kabla adui hajafikia ndoto zetu, tuweze kuwa tumeweza kufaulu. Haleluya! Kwa sababu Mungu wetu hakuna jambo ambalo haliwezi. Haleluya! Unajua, nilikuja kugundua hatima yako inaweza ikacheleweshwa pia. Haleluya! Katika Biblia Mwanzo 15, wacha nisome hilo. Mwanzo 15, hatima inaweza ikacheleweshwa. Haleluya! Ilikuwa ufike mahali kitambo, lakini pia hatima yako iliweza kucheleweshwa. Ni vyema kumwambia Mungu atusaidie ya kwamba hatima zetu siweze kufika kwa wakati unaofaa. Biblia inasema kwamba inasema kwamba katika kitabu cha Mwanzo 15, mtasoma mstari wa 13. Hakika ya kwamba wazao wako watakaa kama wageni katika nchi isiyo yao, watakuwa watumwa na watateswa kwa muda wa miaka 400. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Abrahamu ya kwamba uzao wako wataweza kukua kwa nchi ambayo sio yao, wataweza kukua katika Misri kwa miaka 400. Haleluya! Lakini ukisoma katika kitabu cha Exodus, sikumbuki ni ngapi, Biblia inasema ya kwamba waliweza kukaa katika utumwa kwa miaka 430. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tumwambie Mungu ya kwamba hatima zetu ambazo zimechelewa, tutangaza ya kwamba hazitaweza kuchelewa, bali zitaweza kutufikia kwa wakati ufaao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tumwambie Mungu ya kwamba hatima zetu zitaweza kufika kwa wakati ule ufaao. Lile lililoshika hatima zetu litaweza kuziachilia. Kile kilichoshika hatima yangu kitaweza kuiachilia katika jina la Yesu kwa wakati ule ufaao. Amen. Juzi leo kama nimekuwa na hadithi nyingi, nilikuwa kwamba hatima hubadilishwa. Haleluya! Hatima hubadilishwa. Hebu kumbuka yule mama ambaye katika Israeli alienda wakapata mtoto, and then akalalia mtoto wake akakufa. Bwana Yesu asifiwe. Si alibadilisha mtoto?
na mtoto wa mama mwingine. Haleluya! Kwa hivyo ni vyema tuelewe pia kwamba hatima hubadilishwa. Ni vyema tuambie Mungu ya kwamba hatima zetu hazitabadilishwa. Tuambie Mungu ya kwamba hatima zetu hazitabadilishwa. Kile Mungu alikusudia, tutaweza kukua katika familia, tutaweza kukua. Kile Mungu alikusudia, watoto wetu wataweza kukua, hakitabadilishwa, wataweza kukua. Kile Mungu alikusudia ya kwamba jamii zetu wataweza kukua, hakitabadilishwa, watakuwa hicho hicho Mungu alichokusudia. Haleluya! Unajua wapendwa, ni vyema Mungu atusaidie zaidi. Sasa kwa ukweli, tukiangalia mambo, wazee ni wangapi kwa kanisa? Haleluya! Hata mahala ulipo, kama utaweza, ni vyema kusimama. Haleluya! Ningetaka tuombe hili ombi moja, tumwambie Mungu wetu, tunataka urejeshe watoto wetu. Tunataka urejeshe Mwathani, tutigerira gukwihoka, tutigerira gwitwo athingu, nitukarekereria wega, tutamalizia vyema, maana upo pamoja nasi. Amen.